Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Dr. Emmanuel Nchimbi amezungumza na waandishi wa habari mjini Songea na kuhusu taarifa zilizochapishwa na baadhi ya vyombo vya habari hapa nchini dhidi yake juu ya sakata la uchaguzi wa meya wa manispaa ya Songea uliofanyika juzi, ambapo amesema habari zilizochapishwa sio za kweli na hivyo kuvitaka vyombo hivyo viombe radhi, kama anavyoripoti mwandishi wetu Garrison Msigwa kutoka Songea. Ni mbunge wa Songea mjini akiwa miongoni mwa madiwani walioshiriki kupiga kura za kumchagua meya wa manispaa ya Songea, amesema hakukimbia na sanduku la kura kama ilivyoripotiwa. Inatungwa hadithi kwamba mheshimiwa alikimbia na boksi la kura na inafanywa kama habari ya kweli, wakati Steven Mango hajafa, yupo. Mnaweza mkamwambia tukae hapa, weke ile video yetu tumuone mheshimiwa anapotoka mbio na hilo boksi. Jamani, this is not right. Lakini tunajengaje mfumo wa vyombo vyetu kuaminiwa? Hivi Watanzania wa kawaida tunawafanyia nini? Kama waziri wa habari unamsingizia kwa kiwango hicho, Mtanzania wa kawaida ambaye anatakiwa atendewe haki na vyombo hivi vya habari unamfanyia nini? Kufuatia hali hiyo, Dr. Nchimbi ametoa wito kwa waandishi wa habari kuthibitisha taarifa wanazoandika kabla ya kuzichapisha, lakini kwa vyombo vya habari vilivyochapisha taarifa zilizomkwaza ametoa sharti hili. Na yataka magazeti ya Tanzania Daima, Mwananchi na Majira kukanusha na kusahihisha taarifa hizo kwenye magazeti yao ya kesho tarehe 26 Septemba 2011 kwenye ukurasa wa mbele na kuniomba radhi. Garrison Msigwa, TBC, Songea. Na sasa mtazamaji, tuangazie harakati za kampeni zinazoendelea mkoani Tabora katika kinyang'anyiro cha jimbo la Igunga, ambapo katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi CCM Philip Mangula amejitosa kumnadi mgombea wa chama hicho Dr. Dalali Kafumu, ambapo amewataka wanaigunga wamchague ili aweze kutimiza ahadi zilizopo katika ilani ya CCM ya mwaka 2010, kama anavyoripoti mwandishi wetu Noel Mwakalindile. Siasa za Chama cha Mapinduzi CCM baada ya kupiga sana jukwani, safari hii mpango kabadilika, siasa zikaelekezwa vijijini. Bendera ya CCM katika kijiji cha Mwansunga, kata ya Igunga mjini, ikiashiria siasa chama tawala kufika hapa. Philip Mangula, katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi, alikuwa akiongoza kampeni hizi. Na mwishowe akawataka kumchagua Dr. Dalali Kafumu ili aweze kuendeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Maendeleo ya uchumi, kijamii na hifadhi ya mazingira, chama kitaelekeza serikali kuendeleza programu ya maendeleo ya maji, kutekeleza yafuatayo. Yako mengi yameorodheshwa, lakini la F nasema kuendeleza utekelezaji wa ujenzi wa malambo na mabwawa mapya, kukarabati na kufufua malambo ya zamani ili maji mengi zaidi yaweze kupatikana kwa ajili ya matumizi ya wananchi na mifugo. Ndivyo chama kilivyoahidi. Atakayesimamia na kuja kuhojiwa kwamba ametekeleza au hakutekelezwa hawezi kuwa chama kingine. Wakati wa maswali na majibu palikuwa patamu. Mzee wa kwanza alikumbushwa mbali na historia ya nchi. Wacha midadi mpande. Sema hivi, mimi nimeridhika. CCM nimeshukuru. History nimekuja kiongoza alipamana. Alisema history ya zamani imeniuma, nilikuwepo wakati tunagombea uhuru, baba rais president wa kwanza. Bwana wananikumbusha wana CCM. Mimi ni mwana CCM na wa umri. Marehemu aliniacha mimi. Ninasoma shule za zamani, kazi la Nkanda kwa Mistoni Mzungu. Mimi ni Noel Mwakalindile, TBC, Igunga, Tabora. Mtazamaji, tubaki katika kampeni za kuwania jimbo la Igunga, ambapo chama cha wananchi CUF nacho kimeendelea na kampeni zake na za kumwombea kura mgombea wake Leopard Mahona ili aweze kutekeleza ahadi za wananchi. Mwandishi wetu Niko Mwaibale pia ametuandalia taarifa ifuatayo. Ikiwa imebaki wiki moja kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa mbunge jimbo la Igunga, chama cha wananchi kafu kimeendelea na kampeni yake ya kuwashawishi wananchi wamchague mgombea wake. Viongozi mbalimbali wa chama cha wananchi kafu
wakiongozwa na naibu katibu mkuu wa CUF Tanzania Bara Julius Ntatiro na mbunge wa viti maalum mkoa wa Tabora Magdalena Sakaya, ndio waliofungua dimba la kumwombea kura mgombea wao. Ukichagua ovyo ovyo, usilalamike bure ovyo ovyo. Kwa hiyo tarehe 2 Oktoba mkienda kuchagua kishabiki, ninyi ndio mnaoumia. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa shabiki mzuri sana wa chama fulani, lakini ndugu yangu, unachohitaji ni kumpata mbunge atakayekutoa katika matatizo yako. Tunataka rasilimali za Watanzania zinufaishe Watanzania. Tunataka rasilimali za Wanaigunga zinufaishe Wanaigunga. Tunataka rasilimali za wananchi wote wanufaike Watanzania wenyewe. Kwa bahati nzuri sana ndugu zangu, Tanzania tuna neema ya kila kitu. Kisha mgombea naye akapanda jukwani akawaomba wananchi wa mji wa Igunga wamuunge mkono. Nyinyi wakina mama na nyinyi wakina baba na vijana wenzangu, zimebaki siku 7 tu kuingia kwenye uchaguzi. Sasa ili kusudi msisahau mbunge wenu mpya, mbunge kijana, mbunge makini, mbunge aliyedhamiria kuleta neema baada ya siku 100 tu. Naomba mkiwa nyumbani kwenu, wakina mama, wakina baba, mahona basi itakufanya siku hiyo unikumbuke. Kutoka Igunga, Tabora, ni mimi niko Mwaibale wa TBC.